Halmashauri ya wilaya ya Kilosa katika utekelezaji wa utoaji wa huduma mbalimbali kwa wananchi imejikita katika ukusanyaji wa mapato katika maeneo mbalimbali. Maeneo hayo ambayo tunaitegemea jamii au wananchi waweze kutoa michango yao kwa kupitia katika hayo maeneo ambayo tunategemea kuyasimamia kama halmashauri kwa mujibu wa bajeti ambayo tumeipanga katika vyanzo mbalimbali. Lakini kwa nini tunaamua sasa kuitangazia jamii au kuwatangazia wananchi? Hii ni kwa sababu ya kuboresha huduma, kwamba mtu anatakiwa ajue, hususani katika maeneo yale ambayo halmashauri imeweza kuwekeza. Kwanza moja, ili kuweza kuwahudumia wafanyabiashara, halmashauri kwa niaba ya serikali inatoa leseni za biashara. Leseni za biashara zinawagusa wafanyabiashara wote ambao wanafanya biashara katika eneo letu la Kilosa na maeneo yake. Na namna ya kuweza kupata leseni za biashara, mfanyabiashara anatakiwa kuwa na namba ya NIDA, anatakiwa kuwa na TIN namba, anatakiwa na namba ya simu. Katika namna ya kuweza kuomba leseni akiwa na hivyo vitu, tuna maeneo ambayo tumeweka tunaita kliniki. Manake maeneo ambayo tumeweka wananchi wanaenda kuomba leseni badala ya kufika katika makao makuu ya halmashauri. Hii ni kupunguza gharama. Mfano, mtu yuko Ruaha, labda mtu yuko Mikumi, yuko Dumila na maeneo mengine yote, Kidete, Uleling'ombe. Serikali imerahisisha kwamba leseni inapatikana kiganjani kwa sababu mifumo inaruhusu. Kwa hiyo mtu anaweza kutumia simu au anaweza akaenda kwenye internet. Kwa hiyo anapoenda, anaenda na namba yake ya NIDA, TIN namba manake kutoka TRA. Lakini kwa wale ambao wanaendelea na biashara, walikadiriwa mwaka jana watakiwa wawe na tax clearance. Lakini pia jambo lingine, watakiwa wawe na mkataba wa mahali ambapo amepanga kwa ajili ya kuweza kuombea leseni. Kwa hiyo atampa hao wote tumeshawajengea uwezo katika hivyo vituo ambao tumeviweka, ambao wakienda katika hayo maeneo watawasaidia, watawaombea leseni, na leseni wakishaomba kwenye mfumo wa Tausi ndio ambao unatumika sasa hivi katika ukusanyaji wa mapato. Wakishaomba, sisi huku makao makuu tunaingia kwenye mfumo kwa ajili ya kuweza kuwapitishia leseni zao. Na mtu anaweza kaomba leseni, anaweza mtu akaipata ndani ya dakika 10, kwa sababu akituma tu maombi yake yanapitishwa. Akishapitishwa anapata namba ya malipo, akishapata namba yake ya malipo analipia, akishalipia tayari ni leseni, ataprinti popote pale atakapokuwepo. Kwa tayari huyo mtu atakuwa na akaunti yake. Lakini kwenye eneo la leseni, naomba nisitize kwamba kila mtu anayeombewa leseni lazima apewe tunaita akaunti yake, ataenda kutunza. Maana yake anakuwa na username, namba ya kuingilia ambayo ni namba ya NIDA, na nywila ambayo kwa Kiingereza tunaita password. Hivyo vitu atakia viandike, avitunze mahali popote pale ambapo anajua haviwezi vikafutika au haviwezi vikapotea, kwa sababu kila mwaka atakuwa anaingilia hiyo namba kuweza kuombea leseni. Lakini tuna leseni za aina mbili, kuna leseni za biashara ya kawaida, lakini pia tuna leseni za vileo. Uombaji ni ule ule. Leseni za vileo zinalipwa kila baada ya miezi 6. Kwa hiyo leseni ijulikane au ifahamike kuwa ni kibali cha kufanyia biashara. Kwa hiyo hilo ni eneo la leseni za biashara.